wanakusubiri humo mle bafuni, kila mmoja anakuja anakaa, wewe ndo na anatusaidia. Saa nyingine mpaka hii mikono hii mpaka iliuma, mpaka hii mikono hii, yaani mpaka kucha zenyewe yani zikani kama vile anatusaidia sana. Yaani mpaka nashindwa na cha kuongea, ni sijui ni kitu gani tu niseme kwa sababu ya maisha hayo ambayo nimewapitia. Anatusaidia sana. Lakini unakuja unaona kwamba jamani, Mungu saa nyingine tu rehema zake zimezidi sana. Najua kama ingelikuwa si rehema zake tu mimi singelitoka huko. Kwa sababu ndo niliamini sana haya ndo maisha. Niliamini sana mpaka nilifikia tu kipindi fulani nikazoea. Nikaona kwamba hii ni kawaida tu. Kwanza hata mwanamke yoyote unapomtibu yaani unaona kwanza ni kawaida tu. Avue nguo zote sija afanye nini, ni kawaida tu. Kawaida tu kabisa. Kawaida tu kabisa. Kwa sababu ya jinsi ambavyo kwanza yani unakuwa ni mtu ambaye sasa hiyo hali umeizoea, imekuwa ni kawaida yako. Tena ni watu wengi ambao yawezekana unao watu kwanza kwa siku unaweza ukatibu hata watu 30 siku moja. 30 kwa sababu kwa mganga yawezekana saa nyingine wamekusanyika watu wengi, pengine hata watu 50 wamekusanyika pale. Sasa wale wa mtu 50 pale maana yake ndo wanasubiri sehemu fulani, maana yake kila mmoja ana shida yake, kila mmoja mwingine ana matatizo ya hivi, mwingine amekuja kutafuta utajiri, mwingine amekuja kutafuta namna hali nyingi tu. Tajiri sasa walikuwa wanaopata. Kimsingi kweli utajiri saa nyingine wengine wamepata, lakini wengine ndio hivyo hawakupata chochote. Kama kina sisi tulitoka tu hakuna chochote kabisa. Pamoja na yote nao tuliyafanya, lakini bado sasa hivi wewe ndio watibu wewe wako leo pata utajiri. Ila si wanatoa ripoti, lazima mchungaji apate ripoti. Mimi nadhani ya kwamba kwa wale ambao mimi niliofanikiwa kabisa kuwatibu, mimi nadhani ya kwamba walio